Iran imeitaka Umoja wa Mataifa UN kuchukua hatua baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kukiri jukumu katika mashambulizi ya Israel dhidi ya Iran, hasa kushambulia vinu vya nyuklia vya Iran. Katika barua rasmi kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi ameelani Marekani kwa jukumu lake katika kuunga mkono uchokozi wa kijeshi wa Israel dhidi ya Iran mnamo mwezi Juni, kufuatia kauli za Rais Donald Trump ambaye amethibitisha usimamizi wake juu ya mashambulizi hayo. Rais wa Marekani Donald Trump katika wiki iliyopita alithibitisha kwamba yeye ndiye aliyesimamia katika mashambulizi kati ya Israel na Iran, ambapo alitoa ndege za Dash-2 ambazo katika siku 12 za vita hivyo zilitumika ndege hizo kushambulia vinu vya nyuklia vya Iran vya Fordo, Natanz pamoja na Isfahan. Barua ya Araghchi iliwasilishwa kwa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa siku ya Jumanne, ikinukuu kauli ya Trump ya Novemba 6 ambapo alisema Israel ilishambulia Iran kwanza. Shambulio hilo lilikuwa kali sana, nilikuwa na usimamizi kamili juu yake, aliripotiwa akieleza rais huyo wa Marekani Donald Trump katika vyombo vya habari. Barua hiyo ilirejelea mawasiliano ya awali yaliyotumwa na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa Baraza la Usalama mnamo Juni 13, 22 na 28, ambapo Tehran vilevile ilipinga vitendo vya wazi vya uchokozi vilivyofanywa na Washington na Tel Aviv kati ya Juni 13 hadi 24 dhidi ya ardhi ya Iran. Araghchi amesema mashambulizi hayo yalilenga raia wa Iran, miundombinu na vituo, ikiwemo maeneo ya nyuklia ya amani yaliyokuwa chini ya uangalizi wa shirika la kimataifa la nguvu za atomiki IAEA, na kusababisha kuuawa zaidi ya watu 1100 na kujeruhi wengine wengi. Amesisitiza kuwa mashambulizi hayo yalikiuka mifumo kadhaa ya kisheria za kimataifa. Alieleza kuwa jukumu la ukiukaji huu linabeba si tu utawala wa Israel bali pia Marekani. Kwa mujibu wa kukiri kwa Trump, iliendesha na kudhibiti uchokozi huo wa Israel. Barua ya Araghchi imeitaka Marekani kutoa fidia kamili kwa hasara zilizotokana na mashambulizi hayo, kwa maana hasara zilizotokea katika vituo vya nyuklia vya Iran, lakini pia na hasara zingine zilizotokea katika maeneo ya Tehran na kwingineko. Araghchi alihitimisha kwa kumhimiza Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa na Baraza la Usalama kuchukua hatua stahiki kuhakikisha uwajibikaji wa Marekani na utawala wa Israel, akisisitiza haja ya kuwasilisha wahusika wa uhalifu huu mbele ya vyombo vya sheria. Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba kutokana na hali ilivyo, Rais wa Marekani Donald Trump aliamua kuzungumza juu ya namna anavyotaka yeye na kuona kwamba ni jinsi gani ulimwengu unapaswa kujua kazi kubwa aliyoifanya kwa kutumia makombora ya Dash-2 ambayo aliyasifia sana, huku akisema kwamba Marekani ndio nchi pekee yenye aina ya ndege kama hizo, akisema kwamba alifanikiwa kwa kiasi kikubwa kufanya mashambulizi hayo, akijinasibu kwamba sasa Iran haitakuwa na nyuklia kwa mara nyingine tena, licha ya kwamba baadhi ya viongozi wake wa chini katika jeshi walipinga hoja zake, wakiamini kwamba bado Iran itaendeleza mpango wake wa nyuklia, licha ya kwamba alitoa wito kwa Iran isiendeleze mpango huo wa nyuklia. Endelea kutufuatilia, usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii. Naitwa Damu Hussein.